mashabiki wa Ronaldo wanatakiwa kumuomba Mungu, wakeshe makanisani, wahudhurie msikitini. Kila anayeamini kwamba kinaweza kumjibu maombi yake, basi na afanye hivyo. Ni msimu huu kuelekea kombe la dunia 2026. Watafanya hivyo ili Portugal abebe kombe la dunia. My brother, mind you kwamba asipobeba kombe la dunia msimu huu 2026, Cristiano Ronaldo hatutarajii tena kumuona katika kombe la dunia. Maana yake mashabiki wa Ronaldo ni watateseka hadi kufa kwao mbele ya mashabiki wa Messi, kwa sababu goti wao atakuwa hana kombe la dunia, huku tayari Messi ana kombe la dunia. Na mashabiki wengi wa Messi wanakuambia kwamba tunawezaje kukuita kwamba wewe ni best of all time wakati huna kombe la dunia? Yaani hujathibitisha dunia, hujathibitisha ulimwengu kwamba wewe unaweza kwa kuchukua kombe la dunia. Wengi wanaamini kwamba Messi ni bora kuliko Ronaldo baada ya Messi kuchukua kombe la dunia. Na unapokuja swala kwenye mataji, basi Messi amekuwa anafanikiwa sana kwenye swala zima la mataji. Ana kombe la dunia, ana Copa America za kadhaa, na Ballon d'Or nyingi. Of course Messi ana mataji mengi, lakini this time around mashabiki wa Ronaldo, kama ni kitu ambacho mnatakiwa kufanya, basi ni kumuomba sana Mungu Portugal abebe kombe la dunia. Mkikosa kombe la dunia, sijui mtawaambia nini mashabiki wa Messi, kwa sababu sidhani kama Ronaldo 2030 atacheza kombe la dunia. Hiyo sitarajii kabisa. Huenda wote watakuwa wameshastaafu. Sasa hadi kufa kwenu mtateseka, mtasimangwa na mashabiki wa Messi. Hilo sijui mtafanyeje. Pengine muombe sana. Na mashabiki wa Messi pia wanataka back to back, wanataka kuchukua pia kombe la dunia. Niambieje, unaiona Portugal ikibeba kombe la dunia au unaiona Argentina ikijirudia tena kubeba kombe la dunia? Na niambie wewe, chama lako kuelekea kombe la dunia hili ni lipi? Tuambizane tu mapema. Wewe chagua chama lako mapema, ili usije ukasubiria timu zinaelekea finali eti mimi ni Argentina au mimi ni Portugal. No, chagua chama lako mapema. Niambie hapo kwenye comment, chama lako ni lipi?